Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya ujenzi makanisa. Katika kipindi kilichotangulia, tulikuletea mada iliyokuwa inaitwa Global Donor ni mti wa matunda, mfadhili wa ujenzi makanisa. Siku hii ya leo tunakuletea ujenzi makanisa ni ishara ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo, subiri tuyapitie maandiko kwa ufupi, nawe utakwenda kuelewa. Katika Yoeli 2 mstari wa 28 na 29 tunasoma neno la Mungu likisema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Haleluya! Ujenzi makanisa ni ishara ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Mathayo 24 na mstari wa 14, neno la Mungu linasema, tena habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ujenzi makanisa ni ishara ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Isaya 44 na ule mstari wa 28, neno la Mungu linasema, nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wake utawekwa. Sikiliza, nabii hizi ninazokusomea, mtumishi wa Mungu, zinaonyesha kwamba Mungu amekuwa akiwasiliana na wanadamu kupitia jumbe za unabii, na ukifuatilia jumbe hizi zingine zimekwisha kutekelezeka, zingine zinaendelea kutekelezeka, na zingine zitatekelezeka. Pendwa msikilizaji, nabii Isaya anamtaja Koreshi, mfalme wa Uajemi, miaka ipatayo 150 kabla Koreshi mwenyewe hajazaliwa. Fuatilia, utapata kujua hilo. Wakati unabii huu unatolewa, Koreshi alikuwa hajazaliwa. Miaka 150 iliyofuata Koreshi alikuja akazaliwa. Katika Isaya, katika Ezra tukienda kusoma, utakuta habari zinazoeleza habari ya Koreshi na unabii ulivyokwenda kutimilika. Pendwa msikilizaji, twende tukasome maandiko katika Ezra 1 mstari wa 1 mpaka wa 4, upate kujua unabii wa Isaya ulivyokwenda kutimia. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote. Akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwee mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu.
na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Miaka 150 ya unabii wa Isaya inapita, anazaliwa huyu mtu, anakuwa, anaingia katika ufalme wa Uajemi. Mungu anaongea naye ya kwamba wakati umefika sasa, wana wa Israeli waliokuwa uhamishoni, waliokuwa wametekwa, sasa wanatakiwa warudi Yerusalemu, wakajenge mji, wakajenge hekalu la Bwana wa majeshi lililokuwa limebomolewa na Nebukadreza katika kipindi cha utawala wake. Lakini anafuata mtawala mwingine anaitwa Koreshi, naye anaagiza, Mungu amezungumza naye. Wale wana wa uhamisho, wana wa Israeli waliokuwa wametekwa na Nebukadreza katika kipindi cha nyuma, wakahamishiwa katika Babeli ambayo baadaye ikawa ni Uajemi, wakaelekezwa sasa warudi, wanaachiwa huru, lakini wanapewa na hazina, wanapewa na uwezo wa kwenda kujenga ile nyumba iliyokuwa imebomolewa, ambalo ni hekalu la Bwana wa majeshi. Alijenga mtumishi wa Mungu Suleiman kwa kipindi kile. Kwa hiyo unabii unatimia. Lakini tukienda katika Hagai, mtumishi wa Mungu, sikiliza, katika Hagai, katika ile sura ya 2 na mstari wa 3, katika mstari wa 3 anasema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Anauliza utukufu wa nyumba ya kwanza nani aliona? Lakini katika kipindi hicho inajengwa hiyo hekalu la Suleiman lililokuwa limebomolewa. Nyumba iliyojengwa ilionekana haijafikia utukufu wake. Bwana akaita, nani ameona? Inabidi tuelewe, ujenzi wa kanisa la Mungu unatakiwa ufikie kwenye viwango vyake. Nikwambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, ya kwamba utukufu wa kanisa haujafikia mahali pake kama ilivyokuwa mwanzoni. Na ndiyo maana sauti ya ujenzi makanisa leo hii inaongea habari ya kwamba tukalijenge kanisa la Mungu, tukayajenge majengo ya kanisa la Mungu. Utasema ya kwamba ninachanganya mada, kwa sababu ujumbe huu ulihusu jengo la Yerusalemu. Wewe umekuwa mjinga sawasawa na wajinga wengine, kwa sababu unajua ya kwamba hekalu la Suleiman, wokovu katika nchi ya Israeli, ulikuwa kiwakilishi cha wokovu utakaojilia mataifa mengine, utakaofika hata kwetu sisi wa Tanzania, utakaofika na sisi wa Kenya, utakaotufikiria hata sisi misho ya maisha haya. Na jengo hilo lililojengwa na Suleimani ni kiwakilishi tu cha majengo yote yanayojengwa duniani kote ya kumwabudia Mungu. Ni kiwakilishi hata katika jengo tunalolijenga katika kanisa letu, jengo linalojengwa katika kanisa lako, ndilo ambalo analizungumzia mtumishi wa Mungu hapa. Hagai anazungumza hekalu lile la Suleiman lenye kuhitajika liwe na utukufu kama ule wa mwanzo. Ni hekalu ambalo liko katika mtaa wako, ni hekalu ambalo liko katika mtaa wangu. Kwa hiyo ni lile lile linalozungumziwa katika Hagai hiyo 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema ya kwamba, sikiliza, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa
nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho. Nikwambie nini, mtumishi wa Mungu? Katika Yoeli tumesoma ya kwamba siku za mwisho Mungu anaenda kumimina roho yake, watumishi wake wataenda kuibuka kwa nguvu kwa ajili ya kuhakikisha ujumbe wa Mungu unawafikiria watu wote, kwa ajili ya kuhakikisha utukufu ule ambao Mungu anauhitaji katika jengo lake, mwili wa Kristo, ukaweze kufikiria viwango vyake, ukawe ni mkubwa kuliko utukufu wa mwanzo. Ujenzi, makanisa, huduma ni ishara ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Maana tunaishi katika kipindi hiki cha mwisho. Unabii uliotimilika katika kipindi kile na sasa unaenda kutimilika katika kipindi hiki, maana tuko katika ncha ya mwisho, tuko katika majilio ya mwisho. Niseme nini basi? Jioni, asubuhi ya leo, ninapenda kukueleza ya kwamba ingia katika kutekeleza yale ambayo Mungu anahitaji atekelezwe katika kipindi hiki cha mwisho. Neno limesema katika hiyo mstari wa 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Ninakualika mpendwa msikilizaji, ya kwamba ni wakati sasa tuunganishe nguvu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga makanisa yenye kuleta utukufu wa mwisho ukapate kuwa na nguvu na mkuu kuliko hata ule utukufu wa jengo la Suleiman katika wakati wake. Utukufu wa mwisho, Biblia inasema utukufu wa nyumba ya Mungu utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wa wakati ule. Ni neno la unabii lilitolewa katika kipindi kile, linaenda kutimilika sasa. Useme amen. Ninasema mtumishi wa Mungu, wewe na mimi tumewajibishwa kwa ajili ya kuhakikisha neno hili la unabii linaenda kutimia. Ninapomalizia, ninapenda nikualike, endelea kufuatilia ujumbe huu, endelea kufuatilia jumbe zetu, endelea kuchangia katika huduma hii ya ujenzi makanisa kwa namba zifuatazo unazoziona katika screen. Ninakualika namba ya Voda ambayo utaweza kutuma pesa yako kwa ajili ya kujenga nyumba za Bwana, nyumba za Mungu, hekalu ambalo litakuwa na utukufu mkubwa kuliko utukufu wa kwanza, katika jina la Yesu Kristo. Namba ya Voda ni 0767432710, 0767432710. Tigo 0654566871. Tarudia, Tigo 0654566871. Lakini pia kwa wewe ambaye utapenda kuungana nami katika utumishi huu kupitia akaunti namba ya CRDB ambayo ni 01520000 K8JW00. Tarudia, CRDB Bank account number 015200 K8JW00. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi kinachofuatia tutakuletea mada nzuri inayoitwa ni lini hakika ya unyakuo wa kanisa. Ni lini hakika ya unyakuo wa kanisa? Usipende kukosa kipindi hicho. Hadi hapo nikualike, endelea kusubscribe, kulike na kucomment
pia bila kuacha kushare, ili na watu wengine waweze kufaidi huduma ya ujenzi makanisa. Nikwage, Mungu akubariki. Bye.